Tumsifu Yesu Kristo. TMCS mapendo daima. Mapendo daima. Daima mapendo. Asante sana ndugu mgeni maalum Mr. Eric na Sister Francisca, mwenyekiti wa TMCS ndugu Msafiri, mwakilishi wa rais serikali ya wanafunzi TIA, viongozi mbalimbali, wanakwaya, wahitimu na waalikwa wote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza ni mshukuru Mungu kwa kunipa afya na kuniwezesha kuwepo mahali hapa, lakini pia ni washukuruni nyie kupitia kamati ya maandalizi kwa kuniomba nije nishiriki na nyinyi siku hii muhimu. Nashukuruni sana, kwani nadhani na watu wengi wa kuwaita, lakini mkaona mimi pia nafaa. Asanteni sana. Niombe tushangilie kidogo kwa makofi. Tuna sababu za kushangilia. Hii siku ya leo ni siku muhimu, hususan kwa wahitimu wetu. Safari ambao walianza takriban miaka 3 iliyopita. Wote tunafahamu safari ya chuo sio safari nyepesi, mpaka kufika kuelekea mitihani ya mwisho kuna kazi imefanyika. Nadhani kuna wengine wameacha njiani. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kutuwezesha kufika tulipofika, lakini tuna sababu ya kujipongeza sana kwa jitihada ambazo tumeziweka muda wote, ambazo zimetuwezesha kufikia hapa. Na naamini kwa kipindi kilichobaki mnajiandaa na mitihani yenu, na kama mlivyoshinda mitihani ya nyuma, na mtihani huu wa mwisho mtashinda vivyo hivyo. Hongereni sana. Baada ya kuwapongezeni hivyo, kazi yangu ilikuwa nitoe nasaha chache, alafu na kuipokea risala ambayo imesomwa na ndugu Lilian kwa niaba ya wahitimu. Sasa kwenye nasaha, nashukuru sana Mungu kwa sababu kama tulikuwepo kuanzia kanisani, kuna dozi nzuri sana ilipigwa na mhashamu askofu. Kuna kila haja ya kumshukuru. Wakati wa mahubiri yake alihubiri mahubiri ambayo yanawavaa wahitimu moja kwa moja. Akaenda mbali zaidi, akaenda mpaka kwenye taaluma aliyoisomea, akaeleza kwa kirefu. Tumetoka kanisani, tumekutana hapa. Baada ya kukutana hapa, kuna kwaya ikaanza ikaimba. Kwa kama tulikuwa wasikivu, kisikiliza kwaya ilichoimba, ile ni nasaha tosha. Imetoka kwaya, amekuja mgeni maalum. Mgeni maalum, naomba kwanza tumpigie makofi na tuwapigie makofi wote, askofu, kwaya na yeye, tumpigie makofi.
wote hao niliowataja wameifanya kazi ya kutoa nasaha iwe rahisi. Wamemaliza, hizo nasaha zimeisha. Tumemsikiliza mgeni maalum, ameeleza kwa kirefu sana mpaka nikasema hii inawezekana ikawa semina, ila ni bahati mbaya tu hatukuwa na notebook. Ila naamini kumbukumbu nzuri huwekwa kichwani. Yawezekana pengine hatujaelewa sana alichokizungumza. Mliobahatika kuelewa hicho alichozungumza, ingekuwa wakati mwingine huenda mngechajiwa mchango wa hicho alichozungumza, yani mngelipia ada. Geni maalum, nadhani viongozi ambao wanaendelea, mkipata siku fursa muwasiliane naye aje kufanya tu semina kama mwezeshaji. Kwa taaluma, huyu bwana ameeleza, yeye alikuwa ni mkurugenzi wa fedha na ni mbobevu kweli kweli toka mwanzo. Yeye alinisemea mimi, naomba naye nimsemee. Kama alivyosema, tulianza tukiwa pamoja kuanzia chini kabisa, shule za chini, primary mpaka juu. Naye alifanikiwa kupata CPA, masters za kutosha. CV yake ni ndefu, siwezi kuimaliza. Kwa hiyo hichi alichozungumza hajazungumza kwa kubahatisha. Ndio maana nimesema inawezekana amezungumza tukachukulia kama tulivyochukulia, lakini kwa katika hali ya kawaida hichi alichokifanya duniani huko kinalipiwa fedha nyingi. Yeye ni mshauri wa mambo ya kifedha, kama alivyosema alikuwa ni mkurugenzi wa utawala na fedha baraza la maaskofu, na sasa pamoja na kazi zake nyingine amebaki kuwa mshauri wa mambo yanayohusu fedha kwa baraza la maaskofu. Niongeze nini sasa zaidi? Kwa dozi hizo zote toka asubuhi mpaka sasa hivi niongeze nini? Mimi nitagusa vitu vichache na vingine vitakuwa ni marudio. Lakini kabla ya kuvigusa hivyo, tukiwa kule kanisani, nakumbuka ikwaya kuna wimbo iliuimba kuelekea mwishoni. Kwenye ule wimbo wa shukrani, ila wao waliimba wakasema nikafanyike baraka, kitu kama hicho, kama sijakosea. Na hii ndio iwe sala yangu. Mimi nafikiri tukikaribisha ikwaya ituimbie tena ule wimbo. Kuna watu hawapo kanisani, ukiimba huo wimbo tusikilize vizuri, yawezekana na saa zangu zikawa zinaishia kwenye wimbo huo. Karibuni kwaya.
makusudi ili muamini kile kilichokuwa nasema. Sina nafasi tena kutoa nasaha, sababu nasaha zote kuanzia mfululizo wa matukio yetu imekuwa na nasaha tosha. Tuwapigie tena makofi kwa Yesu. Nasaha zangu nilikuwa nimezigawa, sasa ndio nawaambia. Nilikuwa nimezigawa sehemu mbili. Niseme neno maisha kwa wahitimu, baada ya kuhitimu wakaishi vipi, na upande wa pili kwa wale watakuwa wamebahatika kupata kazi, maisha yao baada ya kupata ajira, iwe ya kujiajiri au ya kuajiriwa. Sasa sehemu ya kwanza, maisha baada ya kuhitimu, taondoka na hilo neno hili, tukawe daraja kwa wengine. Mmeelewa vizuri? Tuondoke na hilo neno. Kama jamii, kama wazazi, wana mategemeo sana kutoka kwetu, kwamba sasa mmehitimu elimu kwa ngazi ya chuo, wanategemea waone kitu kutoka kwako. Sasa usitumie ujuzi ulioupata ukawe kikwazo kwa wengine. Nenda ukawe daraja, ukafanyike baraka kwa watu wote. Hayo ni maneno ya msingi sana. Lakini utimilifu wa haya utaenda na vitu vitatu ambavyo lazima kuwe na imani, matumaini na mapendo. TMC, mapendo daima, mapendo. Sasa wana TMCS, ukichukua hayo maneno matatu nenda nayo mtaani sasa, naamini kila kitu kitakuwa sawa. Maneno matatu. Tukienda sasa maisha kwa wale watakao bahatika baada ya kupata ajira, tukaishi vipi? Huko nako utabaki na maneno hayo matatu. Kuu zaidi ni upendo. Pendana. Lazima tupendane. Kwa hatua mliofikia, nafahamu kwa maisha ya chuo mlikuwa mnapiganiana mpate marks nzuri, ikiwa ni sehemu ya kutengeneza CV. Napanga zile GPA zenu toke na GPA nzuri kabisa, na naamini wote mtakuwa mna GPA nzuri zisizo na mashaka. Sasa naomba niwaambie kwa uzoefu, ukifika huko maeneo ya kazi au mtaani, kitakacho kuthaminisha wewe sio yale matokeo yako, sio ile GPA yako. Ukishapokea matokeo ya mwisho, utamshukuru Mungu, yale matokeo yaweke chini. Alafu ndio anza safari upya ya kujitengeneza wewe, ya kujitafsiri wewe, na tafsiri yako wewe unayo mwenyewe. Nadhani wote na mtagraduate watu wengi sana, lakini baada ya muda mfupi mtaanza kutofautiana. Kuna mwingine atakuwa huku, mwingine atakuwa juu, mwingine chini. Sasa kipi kinatengeneza tofauti? Wote tumezingatia yale maneno matatu: imani, tumaini, mapendo. Lakini bado kuna utofauti. Wote tumomba Mungu, lakini hatutakuwa sawa. Mungu atatupa. Kitakacho kutofautisha na mwingine ni wewe mwenyewe.
Siri ambayo itakufanya uwe tofauti, naomba uzingatie haya maneno. Siri ambayo itakufanya ukawe tofauti: hakikisha kwenye jukumu lolote ambalo utakabidhiwa, awe umekabidhiwa na mwajiri au kama umejiajiri, jukumu lolote ambalo unaliendea, hakikisha kalifanye kwa level ya juu sana, au to the top excellence. Hata kile kitu cha kipuuzi, ila hakikisha umefanya vizuri mno. Kila kitu unachokabidhiwa, yani hakikisha umefanya vizuri mno, sio kwa kubahatisha. Ukiyazingatia hayo, wewe lazima utakuwa tofauti na mwingine. Nimesema vile vyeti wote tumeshaviweka chini, zile GPA tumeziweka chini. Sasa uwanja wa mapambano, siri kubwa ni jitihada yako mwenyewe kwenye kila kitu unachokabidhiwa. Ukipende usipende, wewe fanya to the excellence, halafu utaona huo tofauti. Kwa uzoefu makazini, tunakuwa na watu wengi, na sisi tulikuwa kwenye grupu hilo watu wengi, lakini wale watu watofautiana. Kila kinachomheshimisha mtu ni ile jitihada, nidhamu na utendaji kazi wake. Sio kazini tu, hiyo hata mtaani. Umefungua leo biashara yako, una nidhamu kiasi gani na hiyo biashara? Hiyo ndio itakao kutengeneza wewe tofauti na biashara yako na biashara nyingine. Kwa sababu wote tuna taaluma, wote tumesoma, lakini sisi fahari yetu ni kuwaona TNCS, TIA mko top kuliko wengine. Sasa ufanyeje? Ndio hicho ninachowaambia. Hiki kinafanya kama kuongeza. Mgeni maalum yeye ndio alikuwa anafungua kabisa, na alikuja hapa purpose ili awaeleze ukweli hali ilivyo, na ameshawaeleza, ameshajitambua. Sasa kinachotakiwa ni mabadiliko. Lazima tubadilike. Tunabadilika kuanzia namna tunavyofikiri, mindset zetu. Yawezekana wengine wanaamini kweli nilikuwa nafanya vizuri darasani, naenda kugraduate, napata cheti kizuri, maisha yatakuwa mazuri. Lakini kweli sivyo ilivyo. Na yule mwingine alikuwa na matokeo yake ya kawaida kabisa ya chini chini, ila utakapomkuta vitu anavyofanya mtaani atakuzidi mbali sana. Ila siri kubwa ni kile nidhamu na jitihada anayoiweka kwenye kufanikisha hayo mambo yake. Tumeondoka na kitu hapo. Mbona mmenyongea? Njaa? Mmeona kama nimewatisha? Mshangilie kidogo basi. Hichi ninachowaambia ndio uhalisia, wala pekee. Lakini ni vizuri kama ukishakitambua hivi, unajua namna ya kukabiliana nacho. Na naamini wana TNCS tutakuwa top. Sema tutakuwa top. Yes, kama tumaini tunayo, why not? Tutakuwa top. Kwa nasaha zangu naomba niishie hapo, nitiririke sasa na eneo muhimu la risala. Yawezekana mlikuwa mnanyongea, mnahisi kama nimeishia hapo. Risala imeandaliwa kwa weledi na nimeipokea, na namna ilivyojieleza
imeleta picha nzima ya TMCS TIA. Kuna mambo mazuri sana ambayo umeyafanya, ambayo katika hali ya kawaida sio rahisi. Kuna mwingine anaweza akachukulia mafanikio haya ni kama amekuja by default, lakini mnastahili sana pongezi. Pongezi kwa viongozi, lakini pongezi kwa wanachama wote na wanajumuiya wote. Mmefanya vitu vingi na mafanikio ni mengi. Tuwaombe muendelee kuwashawishi na wengine. Nadhani bado tuna kundi kubwa tumeliacha. Sisi Wakatoliki ni wengi, tunafahamu ni wengi, lakini Wakatoliki tuliojiunga na utume wa TMCS bado ni wachache. Kwenye hii taarifa mnasema mliweza kufanya recruitment ya wanachama 200, lakini bado mahudhurio yao sio 200. Tukawashawishi wale ambao tumewaacha, na hii ndio itakuwa utume sahihi. Kiupekee niwapongeze kwaya wote. Tunafahamu kwaya zetu kwa makanisa mengine, tunafahamu hii kwaya imefanya vizuri mno. Kipindi sisi tunasoma tulikuwa tuna kwaya soma chuo kikuu Dar es Salaam. Kwa kuna kwaya ipo, lakini wale wanakwaya mara nyingi tulikuwa tunaona wanaenda kuimba kwaya Mtakatifu Kizito parokia Makuburi pale jirani na Mabibo Hostel. Kwa hiyo ile kwaya Makuburi ndio ilikuwa model yetu. Nini kinafuata baada ya ukirejea mafundisho ya Mhashamu Askofu leo? Alisema sisi kama waitifu na jumuiya ya TMCS lazima tuuone utajiri ndani ya kanisa Katoliki. Kuna utajiri mkubwa sana. Sasa yale maneno aliyosema ndio tiba hizi changamoto zote. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba sisi ni matajiri sana. Ndani ya kanisa Katoliki tunao matajiri. Tiba pekee ya hizi changamoto kubwa tunaona zimekaa changamoto za kiuchumi na kifedha. Sasa lazima tuje na tiba ya hii, tuje na ubunifu ili tuimarishe uchumi ambao tutaweza kukiendesha hiki chama. Tuache hii habari ya kuombaomba, sababu leo kweli naahidi tatimiza, natokea kesho sipo, hatuwezi kutembea. Viongozi waliopo sasa madarakani kiongozwa na wanamsafiri mpo, simameni na sio tukawaone. Hongereni kwanza kwa uongozi wenu, lakini nimewasimamisha hivi makusudi tuna jukumu la kutatua hizi changamoto, si pamoja sisi kama wageni waalikwa, lakini nyie viongozi ambao wamepokea kijiti kutoka kwa viongozi wa staff wa Lucy. Ndio tuna kazi ya kutibu haya changamoto zitoke. Kwa hiyo kuanzia leo takiwa tuanze banana taratibu. Sisi huku wawili na nyie.
lakini mwashirikishe jumuiya nzima. Kuna watu wana mawazo mazuri, mwashirikishe. Tukija na idea za kiuchumi, hazitasaidia chama, ila zitasaidia na maisha yetu binafsi. Wote tunafahamu changamoto ambazo zipo za kupata ajira ya kujiajiri. Tukija na mawazo mazuri, itakuwa fursa ya kujiajiri. Changamoto ambazo zipo za kuajiriwa ni nyingi, lakini tukianzia maeneo ya chuo, tukaja na mawazo ya kibunifu, naamini hiki chama au huu tume utakuwa mfano. Viongozi wa kanda wapo. Sasa isisheti ya mwichue kuitekeleze kwa level ya kanda. Hii ya iwe kama mfano. Asanteni sana. Kaya. Siwezi kutaja changamoto moja moja, lakini niahidi kwamba changamoto ya kwaya, wanazo changamoto zao, walizieleza kwa kifupi. Changamoto za kwaya naomba takaba mgeni maalum stahili mpigie makofi. Na hizi changamoto za chama TMCS CIA ambazo umeziwasilisha, zitakazo hizi fedha nimeona kwenye wasilisho leo hapa, mmeweka na amount kwenye vile vifaa vinavyohusu fedha. Hizi niahidi kwamba nitatekeleza, na Mungu akinijalia kabla ya mwisho wa mwezi wa 7 zitakuwa zimekamilika. Kulikuwa kuna mapendekezo kadhaa kuhusiana na hizi changamoto. Niambia mwezi Disemba nitamani sana kuhudhuria kongamano au mkutano ambao unatarajiwa kufanyika Iringa, ambapo kila mshiriki anapaswa kuchangia 110,000. Hii nitashiriki, ila naomba nisitaje idadi ya washiriki. Nitakaa na hao viongozi, ambapo nikishafanya tathmini wanaenda wangapi, 2, 1, 3 wangapi, lazima niwape jukumu viongozi. Tunawapataje? Sababu matamanio tumesema ni watu wengi kwetu, ila resource ni chache, lazima tuwe na kipaumbele. Kwa hawezi kwenda wote, lazima tuwe kwa chache. Sawa, chache tunataje mwenyekiti ndio aende, au umesema kuna wengine ambao hawana uwezo. Unajuaje ambao hawana uwezo? Sema ambao hawana uwezo, sema wote hatuna uwezo, ila tuna limited capacity. Let's say watu 3 tunawapataje? Au tutafanya beti, anayeshinda na anaye sijui, lakini tutaangalia na jinsi ya kuwapata. Kwa hilo nalo tutakapokaribia muda, Mungu atupe afya na uwezo tuweze kuyatimiza. Kwa kusema hayo, nimalizie sasa kwa kuwashukuru. Kwanza kabisa
kabisa walezi wetu kiongozwa na Father Liston. Najua leo ilipaswa awepo, lakini anakuwa na ratiba ngumu, hayupo. Naomba sister atafikishia salamu zake. Lakini washukuru pia viongozi wa vyama mbalimbali ambao wameweza kuhudhuria hapa kwa kuitikia wito. Inawezekana ingekuwa kwenye ratiba nyingine, lakini wameweza kuja. Niwashukuru sana viongozi wa kanda. Nashindwa kuwataja kwa majina. Kuna watu mmoja mmoja kisoma hili sawa kufanya kazi kubwa, kiwemo mlezi ambaye naambiwa anaitwa Mada Bilia. Jamani, huyu tumfikishie mambo yake kwa alipo. Huenda alipaswa awepo hapa, lakini nimeambiwa amesafiri kwa majukumu ya kikazi. Hiyo kazi ambayo anaifanya hapo TJA ni ya kipekee, na kazi ambayo haina mshahara. Inawezekana mafanikio haya ambayo tunasema yeye ndio nyuma yake. Tumpigie makofi na kwa hiyo tuwashukuru kwa ujumla wao. Siwezi kuwataja wote. Yuko paroko, Tatarimo na wengine wote na masista ambao wanakuwa wanasaidia shughuli za ulezi. Asanteni sana na hongereni sana na watakia sherehe njema.